jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Ndugu wapendwa, zimepita siku 40 tangu tuliposherehekea kwa furaha sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana. Leo imefika ile siku takatifu ambapo Yesu alitolewa hekaluni na Maria na Yusufu na Yosefu. Kwa namna hiyo akatimiza sheria kama watu wengine, lakini kwa kweli alikuja kukutana na watu wake waliokuwa wanamwamini. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu, wale wazee watakatifu walikuja hekaluni wakamtambua Bwana, hali wakiangazwa na Roho huyo, wakamuungama kwa shangwe. Hivyo na sisi tuliokusanyika pamoja kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tuandamane tukaelekea nyumbani kwa Mungu, tukamlaki Kristo. Tutamkuta na kumtambua katika kumega mkate hadi hapo atakaporudi akionekana wazi katika utukufu. Tuombe. Ee Mungu uliye chemchemi na asili ya nuru zote, leo umemwonyesha Simeoni mwenye haki, yule aliye nguvu ya kuwa mwangaza wa mataifa. Tunakusihi kwa unyenyekevu upende kuibariki mishumaa hii, sikilize sala za watu wako waliokusanyika hapa kwa ajili ya sifa ya jina lako. Wakichukua mishumaa hiyo wafuate njia ya fadhila, na kwa namna hiyo wastahili kuifikia ile nuru isiyofifia. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Amen.
Tuandamane kwa amani. Is
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, wazee wa Yesu walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye na haitwe mtakatifu kwa Bwana, wakatoe na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, hua wawili au makinda ya njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akiitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho. Na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiyastaajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka kwa wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya uanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyo alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Basi alipokwisha kuyatimiza yote kama yalivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima,
na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Neno la Bwana.